Hujambo msikilizaji wa Radio Kwizera FM, karibu katika makala ya duru zetu alasiri, dakika 30 za habari, uchambuzi na maoni. Leo ni Ijumaa ya Juni 6 ya mwaka 2025. Mimi ni Laurent Gervas na tulio nayo katika makala ya duru zetu leo hii. Wanafunzi 149,818 sawa na asilimia 69.96 wamechaguliwa kujiunga na kidato cha 5 katika shule za sekondari za serikali 694 mwaka huu. Mkandarasi anayejenga mradi wa umwagiliaji mkoani Simiyu wa skimu ya Kasoli wilayani Bariadi atakiwa kuzingatia viwango vya ubora unaotakiwa. Na waziri wa zamani wa fedha wa Ghana Ken Ofori-Atta awekwa kwenye orodha ya uhalifu ya Interpol kwa madai ya kutumia ofisi ya umma kujinufaisha binafsi. Tuandikie maoni yako kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615 nami maoni yako nitayatazama hapo baadaye. Naam, tunaanza kwa taarifa kamili ya habari kisoma kwako na Zawadi Bashemela. Kwanza ni habari za kitaifa. Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI imesema jumla ya wanafunzi 149,818 sawa na asilimia 69.96 wakiwemo wasichana 76,491 na wavulana 73,327 wamechaguliwa kujiunga na kidato cha 5 katika shule za sekondari za serikali 694 mwaka huu. Akitoa taarifa kwa umma leo jijini Dodoma, waziri wa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa amesema kati ya hao wanafunzi 1728 wakiwemo wasichana 801 na wavulana 927 wamepangwa katika shule za sekondari 8 zinazopokea wanafunzi wenye ufaulu wa juu zaidi. Aidha, Mchengerwa ametoa wito kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa kuhakikisha kuwa azma ya serikali ya kuwa na shule za sekondari za kidato cha 5 katika tarafa inatekelezwa. Ameongeza kuwa lengo ni kuhakikisha wanafunzi wote waliofaulu mtihani wa kidato cha 4 wanapata nafasi ya kuendelea na masomo ya kidato cha 5 na 6. Kamati ya bunge ya Wizara ya Fedha imeipongeza serikali kwa hatua ya kuhuisha viwango vya mafao kwa wastaafu pamoja na uanzishwaji wa mfumo mpya wa kujihakiki unaotarajiwa kuanza kutumika kuanzia Julai 1 mwaka huu. Pongezi hizo zimetolewa na makamu mwenyekiti wa kamati hiyo Twaha Mpembenwe wakati akisoma maoni ya kamati kuhusu utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Fedha kwa mwaka wa fedha 2024-2025 na makadirio ya bajeti ya mwaka 2025-2026 bungeni mjini Dodoma. Mpembenwe amesema kuwa mfumo huo mpya wa kujihakiki utapunguza kero kwa wastaafu waliokuwa wakilazimika kusafiri umbali mrefu ili kufuatilia mafao yao. Vile vile serikali inatengeneza mfumo wa kielektroniki wa malipo ya wastaafu, yani Pensioners Payment System TPPS, unaotumika kuandaa, kulipa na kutunza nyaraka na taarifa za wastaafu. Aidha, kamati inashauri serikali kuunganisha mfumo huo na mifumo mingine ya MUSE, mfumo wa kutengeneza vyeti vya vifo, yani Civil Registration System, pamoja na mifumo ya malipo kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii ili kurahisisha utambuzi na ulipaji wa mafao na kuhakikisha wastaafu wanapatiwa huduma kwa haraka na kwa wakati. Aidha, kamati imeeleza kuwa hadi kufikia mwezi Aprili mwaka huu, shilingi trilioni 1.78 zilikuwa tayari zimepokelewa sawa na asilimia 82.2 ya bajeti, hali inayoashiria utekelezaji mzuri wa mipango ya kifedha ya serikali. Mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji Raymond Mndorwa amemtaka mkandarasi anayejenga mradi wa umwagiliaji mkoani Simiyu
wa skimu ya Kasoli wilayani Bariadi kuhakikisha anazingatia viwango vya ubora unaotakiwa. Ndorwa ameyasema hayo jana alipofanya ziara ya kushtukiza kujionea maendeleo ya mradi huo wenye thamani ya shilingi bilioni 8.02 unaotarajiwa kuwanufaisha wakulima mkoani humo. Aidha amesema mbali na kuzingatia viwango vya ubora, anataka kuona utekelezaji wa mradi unakuwa ndani ya muda waliokubaliana. Amesema mkandarasi anayetekeleza mradi huo, kampuni ya kigeni ya Sietco JVJGC, anapaswa kuongeza kasi ya utekelezaji wa ujenzi, kujenga barabara ya kuingia eneo la ujenzi na kufuata matakwa ya mkataba. Na sasa ni habari za kimataifa. Waziri wa zamani wa fedha wa Ghana, Kenny Ofiri-Atta, amewekwa kwenye orodha ya uhalifu wa Interpol kwa madai ya kutumia ofisi ya umma kujinufaisha binafsi. Haya yanajiri baada ya waendesha mashtaka wa Ghana kumtangaza kuwa mtu anayesakwa na pia anayekwepa utekelezaji wa sheria kwa madai ya kuhusika katika kesi kadhaa za ufisadi alipokuwa serikalini. Notisi hii sio tu hati ya kumkamata, bali ni ombi kwa polisi ulimwenguni kote kumzuia mtu anayesubiri kurejeshwa. Ofori-Atta mwenye umri wa miaka 65 anayedaiwa kuwa nje ya nchi kwa sababu za kimatibabu hajazungumzia tuhuma hizo. Na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz aliyeziarani nchini Marekani amesema mkutano wake kati yake na mwenyeji wake Rais Donald Trump katika ikulu ya Marekani ulikuwa mzuri na wenye tija. Merz ameelezea kwamba wamekubaliana na Rais Trump kuimarisha ushirikiano katika masuala ya biashara pamoja na masuala mengine. Marekani na nchi za Umoja wa Ulaya ziko mbioni kufikia makubaliano ya kibiashara kabla ya tarehe ya mwisho ya Julai 9 iliyowekwa na Trump kwa nchi 27 za Umoja wa Ulaya na washirika wengine wa kibiashara kwamba ziwe zimefikia mikataba ya kibiashara na Marekani kuepusha ongezeko la ushuru. Ulaya tayari inakabiliwa na ushuru wa 50% kwa bidhaa za chuma na za alumini na ushuru wa 25% wa magari. Aidha, Ulaya pia inaweza kukabiliwa na ushuru zaidi kwa mauzo mengine ya nje utakaongezeka kutoka 10% hadi 50% iwapo hakutakuwa na makubaliano ifikapo Julai 9. Wazua. Msikilizaji, kutukuza fedha kuna fedheha zake na kumtukuza mtu kuna utumwa wake. Wazua. Na huo ndio mwisho wa Duru Habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 2 kamili usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa kamili ya habari imesomwa kwako na Zawadi Bashemela. Unaendelea kusikiliza makala ya Duru Zetu la Siri na habari kuu leo hii. Wanafunzi 149,118 sawa na 69.96% wachaguliwa kujiunga na kidato cha 5 katika shule za sekondari za serikali 694 mwaka huu. Mkandarasi anayejenga mradi wa umwagiliaji mkoani Simiyu, skimu ya Kasoli wilayani Bariadi, ametakiwa kuzingatia viwango vya ubora unaotakiwa. Na waziri wa zamani wa fedha wa Ghana Kenny Ofori-Atta awekwa kwenye orodha ya uhalifu wa Interpol kwa madai ya kutumia ofisi ya umma kujinufaisha binafsi.
Kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Radio Kwizera FM kikutangazia kutoka Ngara, Kagera nchini Tanzania. Msikilizaji, kwa upande wa wakati hivi sasa ni saa 10 na dakika 11 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, sawia na saa 9 na dakika 11 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Na sasa ni wasaa wa uchambuzi yakinifu wa taarifa zetu, ambapo tunaanza kwa taarifa ya kwamba bara la Afrika limeendeleza msimamo wake wa kutaka umilikishi wa kudumu ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kufuatia kikao cha 13 cha mawaziri wa kamati ya Umoja wa Afrika ya nchi 10 yani C10 kilichofanyika Jumatano wiki hii jijini Lusaka, mji mkuu wa Zambia. Kikao hicho kilijikita zaidi kwenye msimamo wa pamoja wa Afrika, yani Common African Position CAP, ambao unalenga zaidi kuhakikisha angalau viti viwili vya kudumu na 5 vya mzunguko vinapewa mataifa ya Afrika katika baraza hilo la kimataifa. Sasa katika hotuba yake ya ufunguzi iliyosomwa kwa niaba yake waziri wa ulinzi Ambrose Lufuma, rais wa Zambia Hakainde Hichilema amesisitiza kwamba ukosefu wa uwakilishi wa kutosha wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kunadhoofisha uwezo wa Umoja wa Afrika katika kushughulikia migogoro na kulinda amani ya bara la Afrika. Hapa nipo na Bwana Alfred Festo Bishundu, nahitaji kupata mtazamo wake wa hiki ambacho kinaendelea Afrika kuhitaji uwakilishi wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Nikukaribisha sana Bwana Alfred Festo Bishundu. Tuangazie Afrika kuhitaji uwakilishi wa kudumu wa viti viwili ndani ya Jumuiya ya Umoja wa Mataifa. Kwanza, uhitaji huu una maana gani kwa Afrika? Moja ni tamko la kisiasa tu kwamba na sisi tuwe na sauti kidogo katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, lakini ni sauti ya kisiasa ambayo nafikiri si rahisi sana kuisaidia Afrika pale ambapo inaweza ikapatwa na matatizo, kwa sababu kabla ya hapo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lina wawakilishi wa aina mbili, wawakilishi wa kudumu na wawakilishi wasio wa kudumu. Sasa kwenye wawakilishi wa kudumu hata Ujerumani hayumo. Sasa Afrika itakuja kupata sangapi? Ukitazama kwa kiasi kikubwa sisi tulikuwa Afrika tunapata wale wawakilishi wa kujirudia, wale wa miaka miwili wasio wa kudumu, wale non permanent members ambao tuna rotate tu kila baada ya miaka miwili uwakilishi unaenda kwa mtu mwingine. Lakini haijawahi kutokea tu kwa viongozi kutamka hivyo. Hayo yote wameshayatamka kwenye vikao vya AU, hata baadhi ya nchi mbalimbali zimetamka. Kwa mfano kama watu wamekuwa wakipigia upatu kwamba Ujerumani nayo iingie kwa sababu economically it's giant, lazima iingie kwa sababu ni giant. Baadhi ya nchi za Asia ziingie na zenyewe zipate uwakilishi. Kwa hiyo imekuwa ni propaganda ambayo wakubwa kabisa ambao walishakumbatia baraza lenyewe la usalama la Umoja wa Mataifa, ambao ni Uingereza, Faransa, Uchina, Urusi pamoja na baba yao Marekani, hawataki kabisa kuruhusu mtu kuingia. Kwa hiyo viongozi wetu wa Kiafrika wanaweza katamka, lakini utekelezaji wake ukaja ukafanyika hata baada ya miaka 10 au 15 ijayo. Kama Afrika itapata nafasi ya uwakilishi wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, hii inaweza kusaidia nini? Kuna umuhimu gani wa Afrika kuwepo huko? Umuhimu upo kwa kiasi fulani, na tuseme kwa kiasi kikubwa. Tukipata wawakilishi wawili kwa mfano, pendekezo langu kwa mfano liende kwa Nigeria ambayo economically yuko giant, lakini vile vile muendee Afrika Kusini naye ni giant. Wanaweza kutusaidia kwanza katika kuleta hali ya usalama, kwa maana ya sauti ile ya hazungumzi kama Nigeria tena, anazungumza kama mwanachama wa Baraza la Kudumu la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo inaweza kusaidia kwa kiasi fulani katika masuala ya usalama katika ukanda wa kaskazini, lakini katika ukanda wa Afrika Kusini, Afrika hii. Lakini vile vile Afrika Kusini anaweza akapiga kelele sana katika kuimarisha nyanja za uchumi, kwa sababu Umoja wa Mataifa haudili na Baraza la Usalama tu. Kuna agencies nyingi sana, kuna vitu vingi sana chini ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo nafikiri Afrika kwa kiasi fulani inaweza kunufaika na masuala ya ulinzi, labda na kupungua kwa vikundi vya waasi na kuongezeka vile vile vikundi vya kulinda amani. Hiyo ndio faida kubwa ambayo Afrika wanaweza kaipata chap. Unafikiri nani mwenye
hatima sasa ya kuamua Afrika kuwa mwakilishi katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kama ambavyo ameomba katika kikao kilichopita ambacho kimefanyika Zambia cha Umoja wa Afrika. Rais Hakainde Hichilema amegusia na kuomba zaidi kwamba Afrika ipate hii nafasi. Mwenye jukumu sasa la kuwapa nafasi Afrika ni nani? Na je, litafanikiwa? Ni namna viongozi wote wa Kiafrika watakavyokuwa pamoja katika kuisukuma ajenda hiyo kupeleka katika Umoja wa Mataifa, vikao vya Umoja wa Mataifa, kwa sababu General Assembly ya Umoja wa Mataifa kwa maana ya kikao kikubwa, summit ya Umoja wa Mataifa inakaa mara moja kwa mwaka, ambayo nafikiri ni mwezi wa 11 ama sio kama sikosei 11 12. Kwa hiyo ndio muda ule wanapaswa kutenyeza ajenda hiyo na wote waizungumzie kwa pamoja. Hapo waipigie upatu nchi za Amerika Kusini na wao wapate mwakilishi. Kwa hiyo ionekane ni ajenda kubwa sana katika kikao hicho. Baada ya hapo sasa viongozi wote wakishaizungumza wataona kwamba ni tatizo la kidunia na kuna sababu kabisa za msingi za kufanya hivyo, basi pengine tunaweza kupata wawakilishi hao kutoka katika bara la Afrika na wakapangiwa majukumu kweli ambayo watakuwa wameaddress kule, waje watimize sasa huko katika maeneo yao. Ni Bwana Alfred Festo Bishundu, huyo mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, nikizungumza naye kuhusiana na msimamo wa Afrika katika kuhakikisha kwamba wanaweka msukumo ili kupata viti viwili vya uwakilishi wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Na sasa tuangazie taarifa nyingine ya msikilizaji, ni kwamba masoko ya biashara yamesuasua siku ya leo baada ya matumaini ya kufanyika mazungumzo kati ya rais wa Marekani Donald Trump pamoja na mwenzake wa China Xi Jinping kugubikwa na marumbano ya Trump na bilionea Elon Musk. Tupate taarifa zaidi. Uhusiano kati ya Rais Donald Trump na Elon Musk umetajwa kuvunjika kwa mshangao mkubwa na hadharani siku ya jana, huku rais huyo akitishia kufuta kandarasi zote za serikali juu ya makampuni ya Musk yenye faida kubwa, huku Musk mwenyewe akidai kwamba rais huyo asingeweza kushinda urais bila yeye. Alasiri Musk aliripotiwa kutupa kile alichokiita bomu kubwa, kwamba jina la Rais Trump limeonekana kwenye faili linalohusika na kesi ya Jeffrey Epstein, mfadhili ambaye alikufa kwa kujitoa muhanga katika kizuizi cha serikali mnamo mwaka 2019 akikabiliwa na mashtaka ya ulanguzi wa ngono. Musk aliandika, Trump yumo kwenye faili za Epstein. Hiyo ndiyo sababu hasa haziwezi kuwa wazi. Maafisa wa Trump waliapa kufichua faili zaidi zinazohusiana na kesi hii wakati wa utawala wa Trump ulipochukua mamlaka. Mnamo Februari, idara ya haki ilitoa toleo fupi la matoleo ambayo hayajarekebishwa, ambayo yamekuwa ya umma kwa miaka mingi, hatua ambayo ilishutumiwa na mahafidhina ambao wamedai uwazi zaidi. Rais Trump hivi karibuni alijibu pia kwenye chapisho lake kwenye ukurasa wake akiandika, sijali kwamba Elon atageuka, lakini alipaswa kufanya hivyo miezi kadhaa iliyopita. Huu ni mmoja wa mswada mkubwa zaidi kuwahi kuwasilishwa kwa Congress. Trump ameonekana kutishia kupunguza ruzuku ya serikali kwa makampuni mengi yanayoendeshwa na Elon Musk. Amesema njia rahisi ya kuokoa pesa katika bajeti yao ya mabilioni kwa mabilioni ya dola ni kusitisha ruzuku na mikataba ya kiserikali kwa Elon Musk. Ofisi ya bunge ya bajeti ilikadiria Jumatano kwamba mswada huo ungesababisha ongezeko la dola trilioni 2.4 katika jumla ya nakshi katika kipindi hicho cha miaka 10 ijayo, hitimisho ambalo kwa Republican na Trump wanazozana kwa sasa. SpaceX na Tesla hupata mabilioni ya dola kwa mwaka kutoka kwenye mikataba ya shirikisho na Programs Engine. Hisa za Tesla zilishuka kufuatia tishio la Trump na kushuka hadi 115%. Trump anasema, na nitakuwa mkweli, nadhani anakosea mahali. Yeye si wa kwanza. Watu wanawacha utawala wangu na wanatupenda. Wakati fulani wanakosoa sana, na baadhi yao wanaikumbatia, na baadhi yao wananikumbatia, na baadhi yao wanakuwa na uadui juu yangu. Sijui ni nini, ni aina ya ugonjwa wa Trump, na nadhani wananiita Trump Derangement Syndrome. Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here.
Elon alijua utendakazi wa ndani wa mswada huu bora kuliko karibu mtu yeyote anayeketi hapa, bora kuliko ninyi wote. Alijua kila kitu kuhusu hilo, hakuwa na shida nayo. Ghafla akapata tatizo, na aliendeleza shida tu alipogundua kuwa itabidi tukate agizo la EV. Kwa sababu hiyo ni mabilioni na mabilioni ya dola. Alijua kila kipengele cha mswada huu, alijua vizuri kuliko karibu mtu yeyote, na hakuwahi kuwa na shida hadi mara baada ya kuondoka. Na kama uliona kauli alizotoa kuhusu mimi, ambazo nina hakika unaweza kuzipata kwa urahisi sana, lakini nimekatishwa tamaa sana na Elon. Nimemsaidia sana Elon. I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. Hata hivyo, baada ya mtifuano huo, masoko ya hisa yamesuasua siku ya leo baada ya matumaini ya kufanyika mazungumzo kati ya marais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa China Xi Jinping kugubikwa na malumbano ya kushangaza kati ya Rais Donald Trump na aliyekuwa mwanandani wake bilionea Elon Musk. Wawekezaji wamekumbwa na wasiwasi baada ya kulipuka mzozo wa kushangaza kwa mitandao ya kijamii kati ya Trump na bilionea huyo uliosababisha hasara kubwa kwenye soko la hisa la Wall Street. Naam, ni taarifa hiyo kutoka nchini Marekani. Na sasa, msikilizaji, ni wasaa wa Duru Uchumi na Biashara. Na moja kwa moja tunaungana na mwenzangu Amina Semagogwa. Karibu sana Amina, katika Duru Uchumi na Biashara kuna nini? Asante sana Laurent Gelvas, na leo katika Duru Uchumi na Biashara ni kwamba shirika la maendeleo ya viwanda vidogo SIDO linatekeleza mkakati wa mafunzo ya ufungashaji wa bidhaa kwa wajasiriamali. Bunge limeeleza hayo. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Exaudi Kigahe ametoa kauli hiyo bungeni leo Juni 6 alipokuwa akijibu swali la mbunge viti maalum Tamima Haji Abbas aliyehoji mkakati wa serikali kutoa elimu kwa wajasiriamali wadogo ili kuwezesha kuwa na vifungashio bora vya bidhaa zao. Na kwingineko ni kwamba gugu karoti ni tishio kwa uoto wa asili, malisho ya mifugo na maisha ya wanyamapori. Kwa msingi huo, ushirikiano wa jamii ni silaha kuu dhidi ya mmea huu wa vamizi. Ofisa uhifadhi wa mamlaka ya hifadhi eneo la Ngorongoro, Gregory Mtega, amesema hayo wakati akitoa elimu kwa wananchi wa wilaya ya Karatu mkoa wa Arusha kuhusu namna ya kukabiliana na mmea huo hatarishi. Mmea vamizi unaojulikana kama gugu karoti umeendelea kuleta changamoto kubwa kwa uoto wa asili, malisho ya mifugo na maisha ya wanyamapori katika maeneo ya hifadhi ya vijiji, hali inayoibua haja kubwa ya ushirikiano wa dhati kati ya jamii na mamlaka za uhifadhi. Ni hayo tu katika Duru Uchumi na Biashara kwa siku ya leo. Mimi ni Amina Deogratias Semagogwa. Shukrani sana Amina Semagogwa. Karibu. Asante. Wasaa wa Duru Michezoni tunaungana na Marco Pastori. Karibu sana Marco. Asante sana. Mambo vipi mzee? Mambo yako vizuri, yako bambam. Sasa nayo machache hapa ya kukufahamisha miongoni mwa yale ambayo utatakiwa kuyafahamu. Bila shaka unaweza kawa umeona, lakini kama hujaona basi tembelea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii ukaone maajabu. Kuna maajabu kule. Mtu anazeeka lakini hazeeki. Anazeeka lakini hazeeki. Huyo si mwingine, namzungumzia Cristiano Ronaldo. Okay. Bado kijana sana, the goat. Jana bana Ronaldo amefanikiwa kuipeleka timu yake katika hatua inayofuata katika michuano ambayo imechezwa hapo jana, wakati timu yake ya taifa Ureno wakiwa wanacheza na Ujerumani. Naam. Bana. Na sasa hivi bana huenda akakutana na Mbappe. Unaona? Ama akakutana na kijana mdogo bana kipiga pale Uhispania. Nafikiri moja kwa moja watakutana kwa sababu tayari Hispania alimtandika Ufaransa mabao 5-4. Kwa unaona namna ambavyo jana ameipambania timu yake na ameonyesha umwamba kweli kweli. Sasa ukitaka kushuhudia haya yote na kwa jana ndio kwa hivi karibuni Ureno wamekata uteja au wameweka historia kwa kumfunga Ujerumani.
Sasa ni kitambo toka mwaka 2000. Naam, toka mwaka 2000. Hawajawahi. Lakini juzi ilikuwa ni jana wamemtifua. Ilikuwa ni jana wamemtifua. Sasa naenda kaishuhudie magoli hayo kupitia katika ukurasa wetu wa Instagram pale ukitembelea Radio Kwizera FM _ utakwenda kuona mambo yalivyokuwa mpaka ushindi huo unapatikana. Lakini mbali na michezo hiyo, jana kulikuwa na michezo kirafiki pia. Kwa taifa jirani la DR Congo walicheza na Mali na wakashinda bao moja DR Congo. Lakini hii leo nyumbani kutakuwa na mchezo pia wa kirafiki. Mchezo huu ni kwa mujibu wa kalenda ya FIFA, ambapo majira ya saa 2:30 Afrika ya Kusini atakuwa akicheza na Tanzania. Ni moja ya mechi ambayo ni ya kufuatiliwa sana, sababu tunajua taifa la Tanzania baada ya mapumziko, sababu sisi ligi bado inaendelea tofauti na mataifa mengine. Naam. Kwa hiyo hatupozi wala hatulazi damu. Kwa hiyo mchezo huo utakuwa ukipigwa leo saa 2:30 usiku. Mbali na mchezo hiyo pia, mchezo huo kwa upande wa Tanzania kuna michezo hii ya kufuzu kombe la dunia. Kwa upande wa Amerika ya Kusini kuna michezo imepigwa hii leo, ukiwa umesalia mmoja tu ambao utapigwa majira ya saa 5:30. Colombia watacheza na Peru, lakini Chile wamecheza na Argentina. Argentina ameshinda bao moja. Paraguay amecheza na Uruguay. Paraguay ameshinda bao 2-0, na Brazil wametoka 0-0 mbele ya Ecuador. Sawa bana. Lakini kwingineko bana, tukitazama hapa hasa kwa upande wa mechi ambazo zitachezwa hii leo kwa bara la Afrika, zikiwa ni mechi za kirafiki. Morocco atakuwa akicheza na Tunisia majira ya saa 5 usiku. Sawa? Naam. Bila kusahau Cameroon atakuwa akicheza na Uganda. Mechi za kirafiki ziko katika msimu wake huu. Kalenda ya FIFA. Na kushukuru sana. Asante sana. Asante. Na kwa taarifa hizo za kimichezo, msikilizaji, na pitia ujumbe wako uliotuma. Naanza nayo huyo, anasema anaitwa Angleni Abeli wa Kashasha Bihata Muleba, Kagera, Tanzania. Anasema nawashukuru sana RK kwa kuendelea kutujuza habari nzuri zinazojiri ndani na nje ya Tanzania. Anasema kila laheri Taifa Stars hapo baadaye. Nasonga mbele hapa, huyu anasema anaitwa Justin Richard, mjukuu wa Obedi kutoka maeneo ya pande za Murugarama, Ngara, Kagera, Tanzania, maeneo ya njia panda ya Rulenge. Anasema anaitakia ushindi Taifa Stars hii leo dhidi anasema asante sana hapo mjengoni kwa kutupasha taarifa mbali. Ni tazame ujumbe wake. Anasema anaitwa Dominico kutokea maeneo ya Nyachonga, Ngara. Sema Mungu ibariki Tanzania katika kipindi hiki, na Mungu ibariki Radio Pendwa 97.7 Kwizera kwa kutuhabarisha habari kem. Shukrani sana msikilizaji. Ni tamatisha na ujumbe wake. Huyu si mwingine, anasema anaitwa Mapigano Jacob Ngwano kutoka maeneo ya Katanga Kakonko. Anasema asante sana Radio Kwizera kwa kuzidi kutuhabarisha taarifa mbalimbali. Kazi njema hapo studio, tuko pamoja. Na kufikia hapo mimi natamatisha makala haya ya duru zetu alasiri. Kwa niaba ya wote waliosikika, niseme asante kwa kuwa nasi. Mimi Laurent Gervas nikutakia usikilizaji mwema mseto. Leo tunakwenda pamoja mpaka pale 2 kamili usiku wa leo.